Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mara nyingine napenda nikusalimu katika jina la Yesu Kristo, ambaye ndio Mungu pekee aliyokufa msalabani kwa ajili yetu sisi wanadamu. Kufa msalabani miaka mingi iliyopita kwa ajili yangu na kwa ajili yako mtazamaji unalitazama. Karibu sana. Jina langu ninaitwa Man of God John Karata kutoka kanisa la Sinza FPCT liliopo wilaya ya Kinondoni, mkoa wetu wa Dar es Salaam. Ukifika pale Sinza tu nasema Sinza Mori, nachukua barabara ambayo inakwenda Wanyama. Ukichukua barabara hiyo utaona ndugu zako kabla ya Wanyama, utaona ndugu zako hapo wanamsifu Bwana, wakiwa wakijua kabisa kwamba wanao muda mchache duniani kwa sababu muda umekwisha. Wako busy vijana wale kwa ajili ya kumsifu Bwana. Karibu sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kwa wewe ambao bado hujampokea Yesu Kristo kufanyika kuwa Bwana na Mwokozi wako. Biblia inasema Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Kwa hamna njia nyingine. Wewe utakaenda huku kushoto, utaenda kulia, lakini mwisho wa siku ngome inabaki pale pale kwamba yeye ndio njia ya kweli na uzima. Sasa njia gani unaitafuta tena? Ndugu mtazamaji unaonitazama kutoka huko mbali, Iringa, Mbeya, kila kona ya nchi, na wengine pengine kutoka Zambia, kutoka Nairobi, wherever you look, wherever you watch this, tupo Sinza FPCT. Karibu sana. Wewe ambao hujaokoka, ni muda wako mzuri sasa kumpokea Yesu Kristo, ili hata kile ambacho ninakwenda kukizungumza uweze kukielewa vizuri, kwa sababu mambo haya ni mambo ya rohoni. Hii sio siasa, hii sio matokeo ya uchumi, hii sio habari gani. Hizi ni habari za rohoni, na wanaoelewa sharti wawe katika roho. Kwa hiyo sikae hapo tu hivyo kimya, kaa ukitafakari kuweza kumpokea Yesu. Lakini pia ninakuombea hapo ulipo, ili Mungu akupe muda mzuri wa kuweza kufikia tamati katika yale ambayo tunayazungumza hapa. Siku ya leo nilipenda kuzungumzia habari za coronavirus. Lakini wakati nazungumzia habari ya coronavirus, yani sizungumzi kwa nia ya kuitukuza, tena ninaikrashi sana. Lakini nataka nizungumzie habari hizi kwa maana ya kwamba ipo nguvu ambayo ni zaidi ya coronavirus. Lipo jina la Yesu Kristo ambalo ni zaidi ya coronavirus. Kwa hiyo sio kasema mtumishi sasa mbona anazungumzia coronavirus kuna, mimi sitaki hata kuitaja, kwa sababu Biblia inasema kila elimu, kila chochote, kila ujuzi inojitukuza katika elimu ya kimungu tuvichukue mateka. Kwa mimi I cannot speak about this, but nataka nikueleweshe kitu gani kinatokea. Cha kwanza kabisa, napenda sana kushukuru nchi yetu, lakini pia napenda kushukuru serikali ya Tanzania. Napenda sana kumshukuru rais wangu John Pombe Magufuli. Napenda sana kumshukuru kwa ajili ya hilo sana. Kwa nini? Ni nchi nyingi zimefunga mambo ya ibada, lakini rais wetu amekuwa rais kama baba, lakini pia kwa upande mwingine amekuwa kama mtumishi wa Mungu. Ameona dhahiri kabisa utafungwa ibada, ni nani ataiponya coronavirus? Kwa hiyo niseme hivi, kwa washauri wake na ngazi zote za kiserikali, majeshi yote, wizara zote, ninafurahi sana na ninaombeni sana, na pia tunamwombea sana rais wetu aendelee kukaza uzi huo, aendelee kukaza uzi huo katika mambo ya uchumi, mambo ya kisiasa. Amefanya nchi imekuwa kimya, amefanya nchi imekuwa na utaratibu, amefanya nchi imepiga hatua katika uchumi, katika mambo makubwa. Yale mambo ambayo Tanzania ilionekana kama haiwezi, ilionekana kama shamba la bibi tukazalaulika, leo hii Tanzania ina jina kwa sababu tumempata kiongozi bora. Lakini pia ni kiongozi huyu ambaye pia anatia sasa mfano. Viongozi wengi wa dunia wamesema tufunge ibada, lakini akasema hatutafunga ibada. Leo hii sisi kama watumishi tunaenda kwenye ibada,
hakuna cha corona, hakuna cha nini. Tunamshukuru sana rais wetu, kwa sababu angesema tufunge ibada, tayari ni swala la kiserikali, tungeweza kutii tu, lakini hilo hakuweza, kwa sababu tayari anajua nini anakifanya katika nchi. Ninakuombea sana rais, popote ulipo, na Mungu akulinde na Mungu akushike na uwe na maisha marefu. Tuko nyuma yako, walio nyuma yako ni wengi mno. Watumishi wa Mungu wapo wengi sana, dini mbalimbali zipo nyingi sana, zipo nyuma yako. Wenzetu Waislamu, wenzetu wa Kristo wapo nyuma yako na kukuombea kuhakikisha kwamba unaongoza vizuri nchi yetu. Sasa nije moja kwa moja kwenye upande huu wa hiki kijidudu, hiki kijivirus hiki. Niseme kitu kimoja. Huyu virus ana umbo ambalo nitakwenda kukuonyesha hapo baadaye kidogo, la kustajabu kidogo. Mungu alinipa ufunuo juu ya hichi kitu. Nitakueleza vile anavyoonekana inaashiria nini. Lakini nia na lengo la kuzungumza haya ni kwamba hakuna coronavirus ndani ya jina la Yesu. Najua natamani kusikia kwamba dawa imepatikana au haijapatikana. Dawa ilikuwepo kabla coronavirus haijakuwepo. Dawa ni Yesu Kristo mwenyewe. Dawa ni damu ya Yesu Kristo mwenyewe. Lakini baadaye tutaona sasa. Nataka niseme nini? Ndugu zangu, lazima tuwe na maarifa. Lazima tuweze kuelewa nyakati. Huyu coronavirus ni mdudu aina gani? Nataka nikwambie, hiki ni kitu ambacho kuzimu imepanga kwa kutumia watu wake. Kumbuka shetani anapopanga kitu aje yeye kama yeye ni roho, atumia watu. Sikiliza. Kumekuwepo na Ebola, mgonjwa mbaya ambao ulikuwa ukiupata unatoka damu puani, unatoka damu kila sehemu. Lakini imeweza kudhibitiwa pale Kongo. Kongo. Tena katika mikoa ile ya karibu. Hata Kongo yote ijaenea. Lakini hii virus hii, nataka uelewe, coronavirus ni moja ya viruses ambao mara nyingi sana wanapatikana kwenye ndege aina ya bats, yani nazungumzia hawa mapopo. Lakini pia kuna coronavirus ndani ya mwili wa mwanadamu. Yupo yule hana madhara yoyote. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Shetani anaweza kutumia panga uliokuwa nalo, kofia uliokuwa nayo, sufuria uliokuwa nayo kukupiga nayo. Kama huyu ni virus ambaye imekuwa ni shida, lazima tujue ni kitu gani kimefanya. Shida si coronavirus. Ni kitu gani kimefanya coronavirus iweze kusambaa? Chanzo ni nini? Nataka nikwambie. Mimi sasa kuongea, nazungumza habari hizi za kiroho, sio habari za kisiasa. Naomba nielewe vizuri. Ndugu unaonitazama, na unaonisikiza. Hizo habari za kisiasa, sio habari za nini, sio habari za nini. Mimi nazungumza ni habari za kikanisa, habari za kiroho. Ninaweka hivyo vizuri ili niweze kunielewa. Sitaki usumbufu mwisho wa siku. Hizi habari za kiroho. Huyu coronavirus, nataka niseme hivi, ni mdudu aliochochewa. Hili swala halipo katika kibiolojia. Hili swala ni la kikemia zaidi. Wewe unakwambia kitu moja. Taratibu au tabia ya virus yoyote huwa ana tabia kujiduplicate, yani kujizalisha. Lakini huyu ni mdudu ambaye kama wewe ukimpata hawezi kuambukiza, unaambukiza watu 3, 4 ambukizwe. Nataka unielewe. Sipiki kama sio corona, ila nataka niseme kuna kitu ambacho kiko behind ya coronavirus. Naomba unielewe. Ndugu wa Kristo mnaonisikiliza, tunakwenda kwenye world order, kwenye amri moja ya kidunia. Dunia na wale ambao wanataka kwenye world order wanajijua walipo. Wanaangalia ni kitu gani tunaweza tukafanya kikawa na sauti moja.
Hebu fikiria ni virus wa aina gani huyo ambao leo hii mataifa yanakataza watu kwenda kwenye nyumba za ibada. Sasa kama unaweza kumkimbia Mungu, ni nani atakuponya? Lazima tujue. Lazima tufahamu. Kama ni virus ambaye anakuja anasababisha sisi tusiende kwenye nyumba ya ibada, mataifa mbalimbali ya jirani, tunashukuru taifa letu la Tanzania lina mtu mwenye akili. Watu wanashindwa kukusanyika kwenye ibada. Huu ni mdudu aina gani huyu ambaye anazuia watu kumwomba Mungu? Lazima ujue. Nataka niseme hivi, kuna corona virus na kuna corona mtu. Sasa mimi nazungumzia corona mtu. Tutakuja kumuona. Nazungumzia corona mtu ambaye anakataza watu wasiende kupiga makofi, ambaye anakataza watu wasiende kwenye misikitini, ambaye anakataza watu wasiende makanisani kwao. Huu ni corona wa aina gani anakataza mtu ibada na Mungu wake? Walisema hivi, walimtafuta Danieli. Wakasema Danieli huwezi kumpata kwa mambo yake. Danieli utampata kwa mambo ya kazini. Danieli utampata kwa Mungu wake, kwa imani yake. Wakasema sasa tunapiga nini? Zumari na nini na kila kitu. Ambaye atasikia sauti hii ainame amtii mfalme. Danieli akasema hapana, sikiliza. Hili ni lile ambalo lilipigwa katika kipindi cha Dario. Zumari na nini limepigwa. Ikaamka mataifa, akaamka na corona. Yakaamka na corona ili kila mmoja akae nyumbani kwake asimwabudu Mungu. Haiwezekani. Biblia inasema kwamba ni kitu gani kitatenganisha na upendo wa Mungu? Ni uchi, ni njaa, ni nini? Hakuna. Leo inakuaje corona hii atutenganishe na Mungu wetu? Bado nasema hivi, shout out kwa rais wetu kwa mawasili yake na serikali yetu ambayo imeruhusu makusanyiko ya ibada. Bado tunasema hivi, hata kule kwenye ibada tunatii serikali kwa kuweka sanitizers na nini, tunanawa vizuri na nini, lakini tunaingia tunamsifu Mungu wetu katika umbali ambao serikali pia imeshauri. Lakini serikali haijatukataza kwa sababu inaelewa nini chanzo chake. Na mimi nasema hapa, toka unapoangalia picha hii, ninatangaza kuuliwa kwa corona, ninatangaza kufa kwa corona katika jina la Yesu Kristo. Na ninasema hivi, wewe ambao umempokea Yesu Kristo, corona kwako itakuogopa. Yaani wewe corona na wenyewe inakuona kama corona. Yaani haikutaki, yaani ni anti corona. Kwa sababu gani? Una Yesu Kristo. Tumshike Yesu Kristo ili tuweze kuendelea na maisha haya, kuendelea na maisha yetu. Nataka niseme hivi, kuna chemical weapons ambazo dunia imekuwa ikizijaribu mara kwa mara. Chemical weapons. Dunia leo hii imekuja na utaalamu mkubwa ambao inaweza kukupulizia hewa na ukaondoka. Lazima tuwe waangalifu katika hilo. Lakini kibiolojia, viruses huwa anajiongeza mara kwa mara. Sasa huyu ukienda kumguza mtu wa 4 haongezeki. Lakini pia viruses ambaye anaweza kujizalisha, maana tabia moja ya virus pia ni kujizalisha ndani ya host. Ndani ya host wake, sababu virus sio cell. Virus sio cell. Virus anaweza kujizalisha akiwa ndani ya ile host. Yaani akiwa ndani ya yule binadamu anaweza kujizalisha. Lakini huyu eti akiguswa kwenye mikono, akiguswa kwenye mikono, akiguswa anaweza kujiduplicate kwa mtu mmoja, wa pili, wa 4 hawezi tena. Lazima tuwe makini katika hili. Shetani anaweza kutoa kafara kwa njia tofauti tofauti. Ikiwa kiongozi wa familia, nataka nizungumze hapa kimafumbo kidogo nielewe. Ikiwa kiongozi wa familia anaweza kutoa kafara watoto 3 au 2, maana yake kuna kitu anakihitaji. Nataka niseme tuwe makini. Tuwe makini. Tusiye tukawa mbuzi wa kafara. Na mimi napenda sana nchi yetu kwa sababu iko makini na niseme tu rais wetu pia ni mtumishi wa Mungu kwa namna moja au nyingine. Sasa basi, nataka nikueleze, tusome neno kidogo katika hii Kumbukumbu la Torati 28. Ile Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 15 utasoma hapo ulipo. Inazungumzia habari ya kwamba kama utasikia sauti yangu nitakupiga kwa ugonjwa wa ukaufu, nitakupiga kwa ugonjwa na kwa maradhi mbalimbali. Ukisoma pale kutokana na muda wetu, Kumbukumbu la Torati ile 28 kuanzia mstari wa 15, asema nitakupiga kwa magonjwa mbalimbali. Nataka niseme pale kwenye magonjwa mbalimbali, shetani anaweza akatumika na akatumia watu wake duniani kutoa kafara. Tunakataa kafara kwenye nchi yetu. Tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Haitatupata, itaishia huko kwao, kwenye oda inakotoka huko.
haitafika Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Haitafika. Sasa nataka nikuonyeshe kidogo muundo wa huu coronavirus alivyo. Alafu kwenye sehemu ya pili zaidi tutazungumzia mambo mengi. Kama utaendelea kusikiliza kwenye channel yetu ya CDM Prophetic Channel, endelea kusubscribe hapo ulipo, na ukisubscribe hakuna bando yote inaondoka. Zaidi ya yote unazidi tu kuendelea kupata matangazo yetu. Nitakueleza ili tuweze kufahamu ni kitu gani ambacho kinaweza kutuepusha katika makafara haya ambayo yanaendelea katika jina la Yesu Kristo. Naomba sasa nikuonyeshe hii coronavirus jinsi ilivyo. Unaona kwanza iko na duara shape like oval like. Hii duara unaloliona, ile duara ukiacha hivi, acha hivi vitungi, acha hivi miguu, acha hivi vitungi ambavyo unaviona. Nazungumzia ile duara la ndani, nazungumzia pale hapa kwenye duara hili, duara hapo limezunguka hilo la ndani. Hiyo ni dunia. Dunia. Hiyo ni dunia, ni earth. It is an earth. Hiyo ni sayari ya dunia ambayo tunaishi. Hiyo ni dunia, unayoiona hiyo. Hiyo ni dunia. Lakini hivi vidudu ambao unaviona hivi, hizo ni nchi. Hizo ni nchi. Umeona hivyo vidudu tunaviona vimesimama kama miguu. Vimesimama kama miguu, unaviona? Unaviona? Hiyo ni nchi. Hizo ni nchi mbalimbali katika dunia. Kumbuka kwamba nchi zinakuepo out of the surface, au on the surface of the earth. Hazui ndani. Kijiografia nadhani mnaelewa kwamba hizo zote ni nchi. Unaziona hizo? Hizo zote ni nchi. Hizi zote ni nchi hizi. Umenipata? Ni nchi. Maana gani? Ina maana gani? Plani ya shetani amepanga hichi kitu kisambae dunia nzima. Plani ya shetani. Hivi vidudu unavyoviona hivi kwa virus hii ni kama miguu. Hii ni kama miguu kwa virus huyu. Sasa nazungumzia virus wa kipepo. Hii ni kama miguu, kwamba hili gurudumu limepangwa lizunguke, linaweza kwenda huku, linaweza kwenda huku, linaweza kuja hivi, linaweza kwenda vile. Kwamba kitu kikiwa duara kinaweza kuzunguka pande zote. Ndio maana unaiona hiyo katika duara. Lakini hata hizo nchi unazoziona, maana yake hiyo virus amepanga kumaliza nchi zote, amepanga kuja nchi zote. Hiyo ni world world order. Lazima elewa kwamba izunguke kote na wote wawe chini ya amri moja. Sasa hizo nchi unazoziona hizo, pengine labda Tanzania iko hapo kwa jina la Yesu, labda pengine iko kule Tanzania, kwa imepangwa huyo mdudu azunguke kote ulimwenguni. Leo nataka nizungumze kitu kimoja. Tutaepukaje sasa hii virus, huyu mdudu ambaye ametumwa, huyu mdudu ambaye ni wa kutengeneza, huyu mdudu ambaye ni pepo lenyewe, huyu mdudu ambaye anataka kuweka Wakristo wasiende katika ibada zao. Sasa nataka nikueleze ni jinsi gani ambayo tunaweza sasa kuepuka mdudu huyu. Sasa basi, dawa moja hapo ya kwanza, cha kwanza kabisa ni kumkimbilia Yesu. Ukishamkimbilia Yesu, unasafishwa kwa damu ya Yesu, unakuwa anti-corona. Hilo la kwanza. La pili, kushikamana na huyu Mungu. Utakaposhikamana na huyu Mungu, kumbuka kipindi cha Israeli kule Misri, nchi yote ya Misri kulikuwa na nini? Na giza. Lakini Gosheni kwa wana Mungu kulikuwa kuna giza. Nataka niseme, ninaiombea Tanzania na rais wangu na ikulu zote za Dar es Salaam za Tanzania zikawe kama vile Gosheni. Mdudu wa virus asifike kwa rais wetu, mdudu wa virus asifike kwa mawaziri yetu, mdudu wa virus wasifike kwa wananchi wetu. Ninawaombea kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ndio dawa pekee. Hawa watu ni wabaya, wamepanga vitu vibaya. Mtaona baada ya miaka mitatu siku nafasi inatokea, na mimi nilikuwa napenda kuchukua nafasi hii kuishauri pia nchi yangu, kushauri pia serikali yangu. Mambo ya kinga yatakapotokea, tuwe makini. Hizo kinga zivipi? Zichukuliwe zikapimwe nazo. Tusije tukaongeza tatizo juu ya tatizo. Tusije tukaongeza tatizo juu ya tatizo. Nazungumza kama mtumishi wa Mungu. Hizo kinga, kwa sababu wataleta kinga. Watasema tunakuja na kinga. Tutazi introduce, dawa imepatikana, si nani? Tuwe makini. Kwa sababu virus kama virus hanaga dawa. Virus kama virus hanaga dawa. Sasa tuwe makini, hiyo ni kinga ya aina gani itakao kuja. Tusije tukaua vijana wetu, tusije tukaua taifa letu. Mwisho wa siku unaona kuna watu wengine ndio wanatawala, wanashika madaraka.
Ningeomba sana na kuchukua nafasi hii kuishauri Tanzania, kuishauri nchi yetu, kuishauri Tanzania na serikali yangu. Ikitokea awe ni mzungu, awe ni nani kutoka nchi yoyote anasema jamani tunataka tulete msaada wa dawa, iwe ni WHO, lazima na sisi wenyewe tutie akilini, tuchanganye, tujue hizi dawa za namna gani, hii vaccine, hizi kinga za namna gani, tuzipeleke katika laboratory zetu. Tunao wataalamu wa kutosha katika nchi yetu na nini, tupeleke. Tunao viwanda vya kutosha, hizi kapimwe hizo vaccine zikoje, ili pia tusije tukaua watu wetu. Zipimo zithibitishwe, zipate kibali, tujiridhishe, na hata sisi watumishi wa Mungu pia tujiridhishe, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa niseme kwamba hivi, kuna mapigo mengi yalitokea pia katika nchi ya Misri. Vyura, sijui chawa. Tusiogope, kama rais wetu amesema tusiogope, tusiogope. Ameshasema tusiogope, tutii tu masharti, tunawe mikono, tufanye hivyo kwa sababu tayari ni order ya kiserikali. Tufanye hivyo na ni order ya kiafya. Tufanye hivyo na kunawa mikono ni vizuri, na ningependa huu mfumo uendelee tu, kunawa mikono na nini kila kitu. Lakini kama rais wetu amesema tusiogope, na sisi watumishi wa Mungu pia tunasema wananchi na washirika mbalimbali popote, msiogope. Tokeni kafanyeni kazi zenu. Fanyeni kazi zenu vizuri kwa weledi, mkizingatia masharti. Kumbuka dawa ipo na ilikuwepo. Dawa ipo na ilikuwepo toka mwanzo. Ni damu ya Yesu Kristo. Acha nichukue nafasi hii sasa kuiombea nchi yangu. Tumeshajua hizi ni chemical weapons ambazo ni silaha za kikemikali, zinajaribiwa na wanatoana kafara wenyewe kwa wenyewe. Lakini watakapomkimbilia Mungu wataona ukweli wa Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru sana. Ninaiombea nchi yangu, ninaomba rais wangu pale alipo. Mtie nguvu. Maadui ni wengi, lakini waliokuwa nyuma yake wanaompenda ni wengi zaidi. Bwana Yesu, ninakushukuru. Waliokuwa hospitali kwa ajili ya mdudu huyu, pepo hili kwa jina la Yesu Kristo likapate kuwatoka. Kwa jina la Yesu Kristo, pepo hili lisiguse Tanzania yetu. Na wagonjwa ambao wapo hospitalini, Bwana, wale ambao wametangazwa, ninaomba Mungu ukapate kuwaponya katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Watch out part 2. Mungu akubariki sana. Amen. Ciao. Karibu Sinza FPCT Mall. Karibu, utamwona Bwana. Amen.